Bwana asifiwe. Amen. Semenyanga tinyo ingaya njia yomba mweje ba Olanda Olanda rutinyo ijanga olojeka ba Olanda. Tuamke tusimame kwa ajili ya heshima tukaombe. Baba Mungu Mwenyezi, Mungu mwenye nguvu na uweza, Baba uliyeumba mbingu na nchi na ukaumba mwanadamu kwa mfano na sura yako, tunaja mbele zako mjana huu wa leo tunapoinamisha vichwa vyetu tukisema ni asante. Umepaki kuwa Mungu na wewe ni mwaminifu. Tendo lako lolote halina toshari Bwana. Ndiyo sababu tunaponyenyekea miguuni mwako mjana huu tukiwa wanadamu Bwana, katika mili hii tunahisi ya kwamba tumeajwa, lakini wewe Mungu umepaki kuwa Mungu. Kwa hivyo Baba, tunanyenyekea tunapoanza ibada hii ya heshima ya mwisho kwa ajili ya Mama Josephine aliyekuwa mtumishi wako, ambaye wameshuhudia makuu kwa ajili yake. Nasi tunaposimama Bwana, tunaleta heshima zetu za mwisho mbele zako kwa ajili yake. Tunasema tu ni asante, maana baba yangu aliposaliwa mwaka wa 45 ulijua ya kwamba mwaka wa 25 atarudi kwako. Tunajua ya kwamba Baba, bumsi yake umeijukua na mwili umesalia ambao tunafanyia heshima kwa ajili ya kuweka magaburini mahali ulikotoka. Kwa hivyo baba yangu, tangulia ukatutendee kila lolote litakalo tendeka mahali hapa litendeke mapenzini mwako. Ambatana pamoja nasi kwa ajili ya ibada hii. Uzemi wote na utendaji Yesu acha wewe ukahusike. Anza nasi, enenda nasi, malizia nasi, maana tangia asubuhi umekuwa pamoja nasi. Asante kwa usemi wote ambao umekuwa asubuhi ya leo na unaendelea kudhihirisha na kuonekana. Matendo yako Bwana ni makuu na ni ajabu. Tunakualika Bwana na uwepo wako Roho Mtakatifu. Shuka Yesu, kaandamane pamoja nasi. Tupe kibali na usemi kwa ajili ya heshima hii ya mwisho. Hakuna Mungu aliye kama wewe baba yangu. Na nyamasisha miinuko yote katikati ya ibada. Na nyamasisha visarakasi na visuizi vyote katikati ya ibada. Shuka ukatawale, maana ni wewe Mungu. Asante Mfalme kwa ajili ya ibada hii. Kipengele chochote kitakachohusika kwa ibada hii, uzemi wote, nyimbo, hata matoleo, hata neno takatifu, wacha Baba likatendeke mapenzini mwako. Najua ya kwamba siku ya leo unajifunua upya mahali hapa. Hatutarudi vile tulivyoingia baba yangu. Ila tu baba yangu utatubadilisha. Wacha tukakuone wewe upya siku ya leo. Nena upya, nenda nasi upya, maana ni wewe Mungu. Asante Mfalme, maana unatenda. Hakuna Mungu aliye kama wewe. Unaishi na kutawala enzi na falme zote. Asante Mfalme kwa mpangilio mkuu wa siku ya leo. Kwa Yesu naomba na kuamini. Asante sana, tukae. Tupate wimbo tukarapishe omwicho huru. Bwana mzee Daniel, watoto, jamii, kanisa, majirani ya hapa Kimugui. Sisi tunatoka Kenya Sugar Board na tumekuja kusema pole kwa mwenzetu Joseph Wafula. Na kabla sijaendelea, sijui kama kuna mtu ametoka Agriculture and Food Authority AFA. Kama kuna mtu wa AFA anaweza jiunga na sisi, kwa sababu sisi Kenya Sugar Board na AFA tumekuwa kitu kimoja. Kwa hivyo kabla sijaendelea, uniruhusu wenzangu wajitambulishe kwa majina tu, ndiposa tuokoe kwa masaa, alafu tutamalizia. Msifu Yesu Kristo. Imana milele. Sakana ndo mahalo bokosi. Sababu ya msalo wa Bungoma, lakini Juma Kisumu ni Kenya Sugar Board. Ndio sana pole sana kwa olikwe kwa afla odibya maiwewe. Lo mandita bayabe ko lekimya kata manini. Ono musukumo musahuli esikole design. Wala weso akaribi yefu ichengo. Kwa hapo sikumeba nane babona wose 100. Busa ndo bandi pole sana. Kenya Sugar Board yechile buyaha. Ono basi hii byale kimi basa ino kinende faida. No byala kimi ba
kino tumie bana kino range sinalo bilozo hoberan na mabungo meno lakini basikali kitu wanapasa kama sina asante. Bwana asifiwe. Kwa majina ni Gilbert Okot, Kenya Sugar Board. Habari zenu? Kwa majina naitwa Shida. Bwana asifiwe. Kwa majina naitwa Angela Osundwa, Kenya Sugar Board. Jambo. Kwa majina Zakari Opado, Kenya Sugar Board, Kisumu. Jambo. Kwa majina naitwa Denya Tobias, Kenya Sugar Board. Naitwa Isaac Kadelea, already kwa familia. Asante sana waombolezaji. Kwa majina mimi naitwa Samuel Kemboi kutoka Kenya Sugar Board, na sisi kama Kenya Sugar Board tunahuzunika sana, na tumekuja hapa kulia pamoja na nyinyi kuescort mama yetu, Mama Josephine, na imekuwa ni pigo kubwa kwa Kenya Sugar Board kwa sababu kwa hii wiki peke yake last week na this week tumepoteza wazazi wawili. Tunatuona sisi ambao tuko hapa kuna wenzetu saa hizi wanaendelea na kazi kama hii pale Vihiga, sababu pia kuna mwenzetu alipoteza mama yake. So waombolezaji, kanisa na jamii, bila kupoteza wakati kwa niaba ya CEO Kenya Sugar Board, kwa niaba ya AFA ambaye pia wamekuwa na sisi mpaka last year, mniruhusu tu kwa kifupi nisome ujumbe ya risala ya rambirambi kutoka kwa CEO, kisha tutamalizia hapo. This is Kenya Sugar Board message of condolence from the management and staff of the Kenya Sugar Board to Mr. Joseph Wafula, the family, relatives and friends of the late Mama Josephine Napututu Okumu on Saturday 25th October 2025 in Kimugui Village, Kandui Sub-County, Bungoma County. The board has learned with regret the demise of Mama Josephine Napututu Okumu. Our thoughts and prayers go out to all of you at this trying moment when death has robbed you of your matriarch, whose love, care and wisdom will be deeply missed by the entire family. Today, as we celebrate her life and bid her farewell, we convey our deepest sympathies and heartfelt condolences for this irreplaceable loss. May we all, through the grace of God, embrace the qualities and emulate the good deeds that Mama exposed through her life. We pray for the Almighty God to grant all of you the peace that surpasses human understanding. But above all, may the times spent and memories shared with your beloved be always with you. Eternal rest grant unto her, O Lord, and let perpetual light shine upon her. May her soul rest in eternal peace. Amen. For and on behalf of management and staff of the Kenya Sugar Board, that is the Chief Executive Officer, Mr. Jude Chesire. Waombolezaji, asanteni sana. Mungu atawafariji, tuko pamoja na tunaombea mwenzetu Joseph pate kukubali na kuendelea na maisha na kurudi kazini kulingana na mapenzi ya Mwenyezi Mungu. Kwa kwetu nasema mwili kiachana na wenzake inakuanga ni ngumbo, lakini yote inakuanga ni kazi ya Mungu. Hakuna mtu anajua ni lini anakufa. Kuna mtu anajua? Kuna mtu anajua? Mnajua lakini najua mnanyamaza. Iko mtu anajua? So ni kama hamjui mtu anakufanga kuanzia Jumatatu mpaka Sunday. Kuna siku inakuwa katikati nyingine. So inakuwa between those days kama hamjui. So nataka nitambulishe kikundi chetu ambayo inatoka halmashauri ya ukusanyaji ushuru.
kila mtu aseme jina lake na aseme pole, ndio nimalizia kutoka hapo. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Kwa majina naitwa Nancy Milimu. Pole kwa familia na ndugu John. Bwana asifiwe. Kwa majina ni Caroline Chebe, nasema pole kwa familia. Bwana asifiwe. Naitwa Timothy Wanjala kutoka hapa tu, nafanya na John. Bwana asifiwe. Harrison Ujambo, poleni sana. Bwana asifiwe. Naitwa Crispin Okoth, poleni sana. Bwana asifiwe. Naitwa Robert Ouma, poleni kwa familia. Good afternoon all. Good afternoon. My name is Caroline Okoth. Condolences from us. Asante. Bwana asifiwe. Amen. Bwana asifiwe tena. Amen. Mimi naitwa Thomas Mingen, tunafanya na Asante. Kanisa andaizi na waombolezaji wote na wasalimu katika jina la Yesu. Hamjambo? Hatujambo. Hebu tusalimiane salamu ya mwisho ya mama yetu Josephine. Majina naitwa Evelyn Chepto. Asante. Debra Magwa, poleni kwa familia. Asante. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa majina naitwa Daniel Kiptum, pole kwa familia. Thank you. Oscar Erima, pole. Asante. So hii ni kikundi ambacho imetoka halmashauri ya kusanyaji ushuru. So kwa niaba ya halmashauri tunasema pole. Ile kitu nataka niwaachilie ni kuwa mama naona alikuwa na familia ambayo imeandikwa it was a united family. So that is the legacy mama ameacha. So wenye wamebaki, please, that legacy let remain be like that. Sawa? So watoto wa mama mkae pamoja, kama kuna shida mnatatua, ni mkae hivyo. So tunasema poleni na Mungu awape nguvu. Sasa asante. Asante. Serikali asa watu zofuna mama hizo zofuna bosina mukachati kulembe eko mukandela ngala nende maiki zofuna nona kala kile baka nenda kulana makama kalite sina kufuatiliwa Kwali kutakatifu. Baba kuba mai babana befu babewana mulembe. Mulembe rundi. Swaswa. Esese kuma sinandi ando nina muginisu. Josephine ali wango yasi. Mala bere kukolera ngala. Mala kakulekile kwa belele. Sembola ndi kakristo mukusayile kwa kutile kinyoyo. Hata bere kumwezi kwa 11 kwa pangile kutoka kwa baba mmoja. Mala bone mai kakulekile na belele tukali. Mulekela na. Asante. Asante. Wali kutakatifu mai Josephine ndibali bezekela kwa kwa emunda. Amukezi andu mulembe. Mulembe. Mulembe lundi. Swaswa. Mulibala. Sasa ni zoli karibuni ndike Josephine. Ngao mlambe na speed. Izo ikhalangana ndike Josephine. Izo ikhalangana ndike Josephine na si makuba empini naye. Nikakhali Josephine abijana kama kali saka bi. Mlomana mirari namweta wemalamba kamasi. Ezeti sinalyange balilita Mary Christmas. Nikakhali mukusabile bana bomwana. Nesinduke sika nasikala jano ngakhuyikhalanga ndeke sifuna nikhali nasikala sengene olwako musabileko murio muno. Asante. Asante. Haleluya. Haleluya. Masika kamulamo wange Josephine mukosi namugezi andulembe muwimbisa mulembe mulamo wange yose muwasaliwa erundi semuwambo balina mwena ngandi mulamwa tawe abo nibo bakulinda esakama lolo malomo inatu sinabonako nindi mayita bana befwe basoli abo nende bakhana nibo mayi kumasina nendiro sina khamana lakini Josephine yaya yaani bukosi bwo Mungu akwa. Asante. Asante sana. Tumsifu Yesu Kristo. Daima na milele. Mungu ni mwema. Amzima ni mlembe kosi. Wiki mluko wa Daniel.
wanje. Sema nandi bali Judith na pia banda mwana wa mama. Oko ndio ni mlamwani lakini mlanganga ni mai. Asante na siebanda. Asante. Madam Rebecca Bwile, ona hadithi chako hapo nje. Namu kesi aliunga. Swaswa. Yo msime we kwa Josephine ngamai ukanga. Na kangisha na keka. Semu pala liuwa. Oje bulai. Nyenyekevu boni bokuboleranga. Kukwatira kwatira. Asante. Asante. Ando basoma. Basoma. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Asifiwe tena. Amen. Sema ya Kineta Mronji, Mungu wa Rasto Nyongezi. Asante. Paka masika ne basale bakusumulembe. Mulembe. Sone ndi maije na kamara basimulonja Josephine wangoye sakamanje pole kwa halira. Very good. Sifa sa mama mai pigira Maria. Isambaye kwa duniani. Ese ndasima mayu makuwa katara. Mai Josephine omulesiniye mundu omulai. Josephine kani wakaleleza. Likina nembora ndio omukazi niyo betanga mu rugo bano omuseja niyo mwene rugoba. Josephine ino ezene jengo. Mara papa mwanja kanduma. Alichoranga okumu nendo omukana wasi. Na mahola kungira ndi kasiye okumuno omukana one mulamwa bakole bali papa. Anali kuwalira yi. Na mahola kungira ndi nje na mweta. Naluma ndikenje. Nola okumunende mulamwa ne bali bala indabola. Papa kanduma mara nalete kuha nacha nende mulamwa nende okumu. Nanyola papa ndi papa okumuisina nende mayi. Ali mukana wasikulangire oyino niyo mwana wo ofukirira mulamwa kakola ali karibu ali papa nafukirire kambona. Yes. Liro ndapo eseni zo mwana wa Josephine umubere nejangwa anano mulamwa kafara liwa kamba abana banne basolere babiri bakana babiri senga nefana ndilili aliyange na mya Mungu muno mulamwa Josephine nende Danieli nono mulamwa Josephine eseni zo mwana wo mubere ni wafale kofya wamwa buli sintu bamalaika mulala omutakatifu ngewe akwakani. Asante sana. Nendi Felicita nasimiyu mwana wa mwanja. Koryo. Wali kutakatifu Yesu Kristo namukesi andi mulembe. Mulembe. Mulembe swa. Swaswa. Gala. Sisi mawele lukali. Niyo munyali. Niyo mwali. Na akatunyeza kanyala katasiya niyo panga. Sisi malukali ni pila ya Danieli Nicole. Ipole lukali. Nekali imamueli. Asante. Ata wauliranga kabe wasi. Anabone ne manda ko ngenda abane maka sukala mula. Teno manga ko disina te. Ensenga ko si malukali. Ye kali mula mwana senga ngo fulani. Ke mawat mala au ya ka Saudi yeweta. Si mamla malukali mwali huwa. Kimba hacho se haula mula mwata. Ano ruken romla mwawele ni omanye mwali huwa. Kitefina mandi alumla ina kana wene ni omanye akewe. Kali service ni sali Agnes. Asante Agnes. Asante sek. Hallelujah. Hallelujah. Ukenda mlengo wote. Mulembe. Mdiba lamu. Ikawa muone kwa kina. Mungu mnese. Labino niketa kote na Mungu mno. Marika vunda mukamwanja. Sababu leo ni ngolo kwa kasaba. Bas. Yebraba. Baka tebala atolibewe.
siku 12 wakafuna kafunwe oba kaseba pese siku 12 no bapi kama wake bane bato mile sita mau kato vina kozi katango ruwa na saa mbili lakini sai kukosaje kwa Amen. Amen. kile ndio Mungu kwa juzi kama cha kosa kawanja na wewe nani chakala mjua ubeba kabula hii nango lazima kwa mlamwa je tu sasa yeye mkaze mlamwa atakaje ni mama nano kuganga kwa sababu maana mumbele kama bado bado jana sasa hivi bila tende mama ndadi bila sasa je kupita ino aina kwa batani ya basi baji tisa hivi ya bakai ya kwa maana kwamba ni yake kupita tawe ita mwanje leo baka tipi peke yake Lopina ino dai yo kama kuja kulu nangao no maika bienje Uganda abun ba sorot yo kana je Uganda nengi bile Uganda kimi aka kana ya rubaini manja oh ukwana sekati kalwa ukiri jamende man okuma mukitabla yo senya na je Uganda kwezo mwana ya kumwenjera wa ukakati kuyaba kasekatu kanuna kata haba kasumba nuko Sebe sasa kama sababu ifuwe nobody alinjebu kana ho jana jani gaki. Ili azwa bakuni. Mara tani eli o ayo atu ko yema kama ya tuna taro. Da mau kendo mikulu na NJS. Ni so mlon. Lakini daje nika benja. Bado nangalikaa kuongea nyanga tika chitan. Ukajola. Mambo mnamona ka F-kaneo, pami nako dale, na mmeka kucharani, kadi masicharani kamala, kaangala, kwa story. Ekamba naje. Serani no kute. Kuteke. Ndio hanga kabisa, ndio hanga mwana. Bas, isi game kanda wewe naje bote tukoleka. Ni mambo kama mambo, tena kwa na sasa na kwa ndio mkasino. Jamani. Ati sawa. Na ndio kweli ka koyan. Omwana wa baba balunguda walisitawa. Yecha mwendali, lakuje muze mumbali ngeni, naje basi tawa ni mwana. Ngati ngoni. Na mwote zi. Tena ne mkanda ne ta oran. Kuna hati ngau tamdaka ni malo. Nalo kuna no. Noya. Noya ni obina. Daje lu. Tawa ni yo kumito. Esa kazi mbagao kama wapita hao. Niye benda aja. Pila na ya singira. Yawa aja. Manjala hauka mukunda. Iraza keta Mungu mnate katika dini. Maana ndani sio mkijini. Mama yangu kwa kusupa. Ni ambele sia. Na bra nanja. Ila kwetu. Musimba. Bila na ngola. Lo mo ka ngi kala ka mu ni ba janga. Tabu khanga ka arwa ke kwa. Mutu ba ka ba ka tu ku ba ja. Bas. Dan tahu kan? Iya. Ai mna ba yo. Sewa ka mu ku ka. Tahu semua ini go ya. Aku enggak sadar. Ai ka ni banyak. Ada kan orang ni. Jangan kamu ku. Yes. Kalau bilang kau noyo, ayo aja biru mulai. Tiada ina saya nak cakap sejaman. Wewe kapen sini lagi baru nak saya. Lagi ni banyak tipu laman, banyak ni banyak usia. Lagi tengah mui baru kau tipu ciri jauh ni. Dek, malam ada apa buat laman? Asante sana. Jesus!
minutes. Mwenye anaweza tusaidia kucheza? Thank you. Abarani wabele chukulu bacho Safina. Jina tu, mama ama baba. Faster, faster. 5 minutes. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe tena. Ruth, mtoto wa mama Jessica, familia nasema pole. Sabana bali hamda ni barasa. Mwana wa Lusiki. Muhupela ho pole sisi. Elizabeth Obijo, mwana wa Mamero kwa Mesrish, mwami abalini. Good afternoon. Sifuna Nyongesa Dan, firstborn to Pastor Ben Okumu and later Swim Nyongesa. Barasa Queen, mtoto wa Christine Nasimiyu, pia mimi nawapigia pole. Brian Okumu, nikiwa mtoto wa Pamela Chibasu Okumu. Mimi ni kijana wa kwanza, nimekuja kuwakilisha. Please nipatie time kidogo. Yeah. Mimi ni mtoto wa kwanza wa Pamela, nimekuja kuwakilisha wenzangu. Mimi kanisa naomba maombi pamoja kupoteza mama. Tulikuwa na yeye January, sasa hii tunaenda anaenda kupumzika. Please pray for us to overcome this evil. Thank you. Joel Wafula, mtoto wa Jessica Lusike. Lena Nasimiyu, mtoto wa Poplio. Wanje Velma, mtoto wa John. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe sana. Kwa majina naitwa Solomon Opicho. Mama ni Mary Mtila. Dadi Alfred Wesamula. Barikiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Asina wale Moses Wafula, kijana ya Esther Okumu. Praise God. Manja Sharon, mtoto wa John Okumu. Bwana asifiwe. Majina ni Laventine Gloria, mtoto wa Esther Okumu. Manuel Wesamula, mtoto wa Mtio. Haleluya. Bradley Simiyu, mtoto wa John. Tumsifu Yesu Kristo. Kwa majina ni Shelton Muhongo, mtoto wa Leonard Okumu. Mimi niko kama nimepoteza mama juu most of the kana shosh. So church mtuombee tu. Wafula Roy Raima, mtoto wa Joseph na Florence Adur. Titus Wafula nikiwa mtoto wa mwisho wa mama Jessica. Esther Nafuna, mtoto wa Jessica Lusike. Monilin Mutila, daughter to Joseph Wafula and Florence Adur. Josephine Muhongo, daughter to Leonard Okumu. Praise Jesus. Kwa Wafula wa Mtila. Bwana Yesu asifiwe. Ombo Alan mtoto wa Pam. Bwana Yesu asifiwe. Collins Barasa, mtoto wa Christine Nasimiyu. Praise God. Obijo Dan, Mary Okumu. Sisi twau kasa mwendo
tufike mbinguni, wimbo wetu na msindo ni kwema mbeleni. Haleluya. Mimi naitwa Gideon Wafula, mtoto wa mama Jessica Lusike. Mbarikiwe. Bwana asifiwe. Yesu ainuliwe. Haleluya. Majina yangu naitwa David Wabwile Obicho, mtoto wa sio mtoto, ni kijana ya msichana ya Yesu. Sende kwa kwa Daniel. Welabali. Bwana Yesu asifiwe. Masinanda angisemuli cheni mu Kenya. Paul Senga assistant omuli. Bajishi bese Paul. Distinguished guests, family and friends, good afternoon. Mriena. Today we are gathered here to bid farewell to my grandmother. Though we are deeply saddened by her demise, we are grateful for the time we had spent with her. Her love and her legacy of kindness will never fade. We will continue to live as she taught us, to love, to respect, and to support one another. May she rest in peace. We will forever cherish every love, every prayer, and every blessing she shared with us. She will forever be in our hearts. Guka, tumepoteza bibi, and we are really sorry for that. By names, I'm Dan Hannington Wafula, son to Mr. Wafula Joseph Okumu and Miss Florence Adur. Waombolezaji wote, hamjambo. Nataka mtu anipungie mkono wa Shosh. Ni mmoja wapo, nimekuwa close na Shosh. Kitambo kidogo, Shosh aliniambia harusi yangu ya mwisho lazima band icheze kwa hili boma. Hiyo ndo maana unaona band inacheza. Siku yenye aliaka tu, msatani ile akaniambia, unakumbuka yale maneno ya Shosh? Kamwambia nakumbuka. I think nimetimiza. Sina nini? Thank you. Mungu awabariki sana. Mwami afume. Bwana Yesu asifiwe. Mubelele sina kumasika kako. Kwa nini mnahuzunika? Bwana Yesu asifiwe. Kufikisha hiyo miaka si mjeso. Kwa hivyo naitwa Isaac Wanjala Opicho wa Mama Mary Mutila. Lakini nina jambo. Project yetu ambayo inafanya wajukuu tunaingia hapa imeenda. Kwa hivyo wachomba msipotelee huko down. Kuja muamshe project mtulee pamoja na Mungu awabariki. Thank you. Nilisahau jina, naitwa Paul Wafula, mtoto wa mama Jessica number 3. Mungu awabariki. Sawa mara. Watu wamesema kila kitu, sitasema. Neva kwa kila kukamenya hari. Isabali Aaron. Kawa ule holi Aaron ni mimi, mwana wa Rusiki. Asante. Familia mzee Daniel kiongozwa na mzee mwenyewe Daniel Okumu. Pole mzee. Pole sana kwa kupoteza mke wako mpendwa. Kanisa, serikali iko hapa, marafiki zetu na majirani, hamjambo. Nitaenda mbio mbio kwa sababu ya wasaa. Na hapa nitaanza na wenye wameoleka boma hili. Naomba mkuje pande hii. Nitaanza na hao, wakimaliza wanaketi chini. Natumai tuko tayari. Haya, tunaanza. Sema tu jina. Bwana Yesu asifiwe. Kwa majina naitwa Metrin Nikawa. Bwana yangu ni wa mwisho anaitwa Jackson. Asante sana kwake. Wewe umemfuata hapa, mwinue mikono mahali mko. Asante, umekuwa na wao. Haya.
Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kanisa andalisi, wageni wetu wamekuja kutuomboleza. Nasema ni karibu kuja kututia misidi tumboni. Nasema tu ni asante. Kwanza nashukuru ukoya wakwangwa, wameme wote kwa jumla, nasema ni karibu. Mimi naitwa Mildred. Leo mama alikuwa mzazi wangu, yeye ndiye alinea nikiwa na 16 years. Sasa niko na 40. Yeye ndiye alikuwa mlezi wangu. Mama, usafiri salama na ulale mahali pema basuri. Amen. Asante sana. Asante sana. Wewe umepata Mildred, mko wapi? Mikono juu, mikono juu. Ndio huyo ndio. Asante sana. Eti makofi kwake. Haya. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Kanisa, Bwana Yesu asifiwe. Kwa ruhusa ya mama, naomba mniruhusu kidogo nishukuru watu wafuatao. Kwanza nataka kushukuru kanisa ya mama ambayo ni Watwanga Church of God. Kila wakati mama alikuwa anahitaji maombi, akinituma walikuwa wakikuja kwa nyumba yake kumuombea. Kanisa, nasema asante sana. Shukrani zangu za pili, nataka kushukuru all people from Nairobi. Si kawaida. Mungu wa maana wabariki sana. Shukrani zangu za tatu, nataka kushukuru all villagers kukubali kuja kukaa na sisi sote hapa. Mungu wa maana wabariki sana. Mwisho kabisa baba, lazima hili nalo niliseme, na nisipo nilisema Mungu atanihukumu. Nataka kushukuru huyu mama yetu ambaye ni Mama Florence. For sure ametutoa mbali. Amesimama na sisi kama mama. Licha ya Mama Josephine ameenda, ninajua sisi hatuna tena shaka nyuma. We have our mom. Kwa hiyo nataka niombe mom continue kuwa kwa hiyo nafasi tu. Licha ya kuwa mom, she is Mama County. Sisi wote tunamuita Mama County. Alafu Kofi Annan. Mnajua Kofi Annan kazi yake? Sisi hao wasao wafanyi mchezo. Yani pora si. Mama amemaliza mama. Mungu ambaye akubariki. Alafu mwisho baba, mwisho kabisa, nataka nishukuru mama ambaye amelala. Wacha niseme hili maana alinisema siku ya Jumamosi na akafa siku ya Jumapili. Nilikuwa na mama siku ya Jumamosi. Bwana Yesu asifiwe. Mama alikuja kwangu siku ya Jumamosi, tukaongea 1 2 3. Sikujua mama atakufa. Lakini neno ambalo mama aliniambia mama, allow me nikubali niseme hili kwa Luka mama. Alisema mai sebaba nandi sahiru ndibulwale bukanjuna khota. Omwana Aaron, mahali Aaron huko ubarikiwe sana. Omwana Paul, mahali Paul huko ubarikiwe sana. Alimana bo mwana wange bambonisye. Bulwale bubunjuna ngasi fubanonza bukanjuna khota. Khanema ika bahapange safari yewe Yakobo. Mari Josephine alilona haba bahulilo mamae. Unajua umesimama sana na ndoa yangu. Umesimama sana na maisha yangu. Licha ya kwamba nitamisi kuongea kwako na jokes zako, lakini wherever unaenda, continue to pray for me. Endelea kusimama na ndoa yangu. Endelea kusimama na maisha yangu mama. I will miss you Koel. Asante sana. Kuna wenye wamekufuata waambie wasalimie watu. Ndio wewe Naomi. Karibu. Haleluya. Tumefika kwa hiyo wanaita mama. Mama ndio hiyo. Mama anatikambia moja. Bwana Yesu asifiwe. Mrembe suwa. Mrembe te. Muli moyo. Okay. Nimewashukuru sana kwa kukuja kunisaidia kusindikisha mama mkwe wangu Maewanje, na watu wa kanisa mumefanya bidii tangu jana, tangu hili neno lionekane kwa hili boma. Mumekuwa na sisi, mumesimama na sisi, na mumekuwa mkitembelea mama kwa boma nikiona. Asanteni sana.
vijana wangu na watu wote wale wenye wamekuja kwa siku ya leo. Wave 2 tupigie mama bai. Tupigie mama bai. Nimewashukuru sana kwa watu wa Nairobi. Kwa watu wa Nairobi. Kwa watu wa Nairobi na wale wangu wa Bondo. Mumesimama na mimi kama mama yenu. Mumesimama na mimi kama rafiki. Bwana Yesu awashukuru sana. Mumenionyesha upendo wenye sikujua mmetupenda hivyo familia yangu. Lakini mmenionyesha upendo mpaka saa zingine nikikaa kwa nyumba nalia. Nashindwa hii upendo ni ya nini na nitairudisha namna gani. Nimewashukuru sana. Nashukuru Honorable Timothy Wanyonyi, mahali hako angekuwa hapa kwa siku ya leo. That is my mentor. Huyo ni boss wangu. Sindio? Kama mnapenda Nyabondo inua mkono juu. Wale wanapenda Nyabondo na wanajua Nyabondo ndio huyu. Yule Nyabondo mnasikianga kwa wenye wajae muona ndio huyu sasa. Huyu ndio Nyabondo. Mkipita pale mnamsoma, huyu ndio Nyabondo. Na mimi nawaomba, mmesikia nikitaja Timu Wanyonyi. Timu Wanyonyi ni rafiki yangu. Huyo ni rafiki yangu sana. Na kama kweli mnanipenda, mimi naomba mshike yeye mkono. Mshike yeye mkono na watu wa Bongoma na watu wa East Sangalo. Najua hapa imebeba 9 sub-counties. Hapa najua imebeba 9 constituencies. Na mimi nasema bila uoga nikiwaambia, Timu ni mchapakazi, mumshike na mtaona matunda yake. Nashukuru sana my party leader, Jimmy Wanjigi, kwa kasi nimeona kwa support amenipatia. Na deputy wake. Nashukuru viongozi wote, Alvin Orlando. That is my incoming MP. Alvin Orlando, yakiwa Westlands. Nashukuru Phyllis, the deputy party leader. Nashukuru Belek. Nashukuru Otete. Otete Good Life. Ukiona maduka zinaandikwa Good Life, Good Life, Good Life, huyo ndo rafiki yangu. Pharmacies zile zimeandikwa Good Life. Namshukuru kwa kusimama na mimi. Nikirudi kwa mambo ya mama, nataka kuongea kuhusu mambo ya mama. Mae Josephina nikiingia kwa boma. Sasa hapa penye naenda, mother-in-law saa zingine anajua Kiswahili mingi, nitamuongelesha aje. But wakati nilifika nikapata kama mama pia hajui Kiswahili kama mimi. Tukawa sasa tunaingiana na yeye, akitaka niweke moto kuni kwa maika, ananiambia Mae. So wakati mama amenipointia penye kundi iko na ameniambia Mae, najua hiyo ni kuvunja, alafu ananiambia alafu naweka kuni. So tukaendelea na mama hivyo. Mimi sikujua mama ati ni Mnyala, so nilikuwa najifunza lugha ya mama. Baba akaniambia, Mae, hiyo sio lugha yetu. Lugha yetu ni Kibukusu. Hii ya mama ni Kinyala, amekataa kurudi kuongea Kibukusu, anaongea tu lugha yake, atakuchanganya. Hapo ndio niliwacha kuongea Kiluya. Hapo ndio niliwacha kuongea nini? Na ndio kwa maana mpaka saa hii nasikia tu kidogo because mama ndiye angenifundisha. So mimi mama nimeishi na yeye pamoja na wenzangu hao wenye umeona. Mama alikuwa mtu kimfanyia shopping, anaita hawa wangoe wangu, hawa watoto wa vijana wake. Anangoja nikishaenda, anawaita. Anakuja anawagawia. Ajui nawaona. So ni mtu alikuwa amependa watoto wa vijana wake. Na mimi nikasema, nikamwambia mama, juu umependa uko na roho safi, nataka nikuanzishie biashara. Mama nikamuuliza, utauza nini mama? Mama akaniambia atauza sabuni
majani na hizo vitu kidogo kidogo. Nikakuja na hizo vitu nimebeba. Si mama aligawa yote. Mama aligawa yote. So nikirudi namuuliza Mae, biashara inaendelea aje? Ana smile anasema tu Mae. Sasa nikauliza hii Mae inamaanisha inaendelea vizuri ama mbaya? So tukaendelea hivyo, nikakuja kugundua hiyo biashara alishagawa watu wa village imeisha. Nikamwambia mama, sasa tuanze gani? Akasema mafuta. Nikanunua mafuta, nikaleta mafuta. Nikamwambia sasa hii mafuta nataka uweke pesa kwa hii mtungi, nikirudi kama mafuta imeisha nitahesabu. Akaniuliza na ya karatasi. Pesa Mae, pesa kuna ya karatasi. So tumeendelea na mama na hiyo upendo, lakini mnajua hata kama tulikuwa tumependana, mimi nilikuwa hata wenzangu saa zingine wanasema na mbona mama anapendanga tu Nyabondo, amependa tu huyo. Nawaambia mimi ndio mama. Mpaka nipende because akienda vile sasa ameenda saa hii, ni boma imenibakia. So mpaka nifunze vile nitaishi na nyinyi. Nikiingia tu kwa boma, mama amefika na mboga, mama amefika na njugu, mama amefika na chai, mama amefika na kuku. Tukaendelea kuishi hivyo. Mama alikuwa mtu mwenye mkikosana, mimi alikuwa amenisoma sana. Nikiwa kitu imenikosa tu kidogo, niingie pale kwangu nikose kufika hapa na shopping, mama anajua nimekosewa. Mama anajua, nakisikia tu niko gari imeingia na shopping haijafika hapa. Unajua mimi sikupei kitu yangu kama roho yangu haijakubali. Hata ukifika kwa nyumba yangu nikupee maji ukunywe wa Bukusu, ujue roho imekubali na kukunywa tu maji. Si ndio? Meme. So kwa wale wameniogopa, ukifika pale kwa hiyo boma uone nimekupatia chai, hata kama unafikiria ulikuwa umenikosea, lakini nimekupatia chai nimeweka kwa meza, ujue sina maneno na wewe. Wewe kunywa tu hiyo chai, kama kuna kitu ilikuwa ujue hiyo kitu imeenda sasa, tena sina. Lakini ukifika nikose kukupea hata maji, tusisumbuane tafadhali. Tusisumbuane. So mama tumeishi naye hivyo. Akienda nimeingia sijaleta kitu, hiyo siku the next day mama atakuja, ataingia kwangu aniulize Mae ni nini mbaya, lakini tunaongea na tunamaliza. So ndio mama kuja akufe. Kuna mtu alinipigia simu mingi sana, nikajiuliza huyu ni nani ananisumbua. Kushika simu akasema mama anataka kuongelesha. Nikasikia accent ni Kibukusu. Nikasema huyu si mama yangu Mjaluo, ningesikia vile naongea. Hii ni Bukusu. Nikapiga simu, nikaongea na yeye kwa simu, na mama akaniambia, Mae, ningependa niongee na wewe. Ningependa niongee na wewe kidogo, na naomba ukuje nyumbani. Umeshikana kiwango gani? Hiyo ilikuwa ni Tuesday, ya kuja kufa Saturday. Nikamwambia Mae, bwanangu ameenda kasi, lakini akirudi nitapanga na yeye niweze kukuja tuongee. Akaniambia, mama, unajua nikikaa naona kuna kitu inakusumbua. Nataka ukuje hapa nyumbani tuongee. Nataka niongee na wewe. Kamwambia mama, nitakuja. Sikujua safari imefika. Ikifika Sunday asubuhi, nimesikia kama Jacob amepigia bwanangu simu. Akasema Maeka vile. So wakati alisema hivyo, bwanangu alifikiria sielewi Kibukusu. Akauliza, wewe umetoa macho, umesikia nini? Nikamwambia, si nimesikia Maeka vile. Nimesikia ukiambiwa. So tuko na huzuni sana, lakini msifikirie mama kama ameenda. Mimi mama amenitrain. Na huo alikuwa naongea, namuuliza, mama umezaa watoto wengi hivi, ukienda sasa nani atabaki nao? Ananiambia ni wewe tu.
ni wewe tu ndio utabaki nao. Nikamwambia mama, kwa hii nyumba yako wacha ninunue nyaunyo, siku unataka kuenda unipatie niweze kulinda hao watoto wako. Juu sasa hao watoto ni wengi, mtu kama mkali kama mimi nitakuwa napiga wengi. Akaniambia hapana mae, utaishi tu na hao. Kila saa mama akiongea na mimi alikuwa ananiambia kuhusu watoto wake, kuhusu watu wa village, kuhusu relatives. Na mimi nataka kuambia leo, mimi sikuzaliwa mchoyo, nimewakaribisha. Unajua ulikuwa unagonga pale geti yangu na kuambia huyu ataenda kwa mama, lakini saa hii sasa gongeni tu, juu ni mimi ndio niko. So mpaka niwakaribishe wote, mpaka muingie wote, because mimi sasa ndio Josephina yule mwenye amebaki. Kwa watoto wa mama, mashemeji wangu, mimi nitaishi na nyinyi vizuri, lakini unajua hata kwa Biblia imeandikwa unaweza saidia tu yule pia mwenye anaweza jisaidia, si ndio? Kwa hiyo wale pia wenye watashindwa kujisaidia pia msinilaumu. Nimesema huwezi lazimisha mtu kusaidika. So wale wenye hawezi kusaidika pia sitawalazimisha. But wale wenye watanisikiza nitatembea nao pamoja. Nitatembea kanisa, mumefanya vizuri, na mimi naomba mpange harambee, nikuje nipige harambee moja kubwa ya mama. Kwa hiyo kanisa Ukwaka Church of God. Ninawashukuru sana kwa wajukuu wa mama. Najua mama amewacha wajukuu. Najua mama amewacha wajukuu tandauoya. Tandauoya kwa Kijaluo, kwa Kiswahili inamaanisha amewacha wajukuu wengi na amewacha wajukuu wengi. Wajukuu wote nyinyi mnajua nyumba yenu, si ndio? Nyumba yenu ni pale. Mnakaribishwa sana mpaka watukuu, mpaka kile. Ukimiss mama, just call me. Kama niko Nairobi, wewe umesema umemiss kukaa na shosho yako, nipigie tu simu, utanipata kwa hii boma. Nimewashukuru sana na Mungu aweze kuwabariki. Asante sana, umeongea dakika moja, pigie makofi. Haya, twende mbio kidogo. Nitaanza na watoto wa Mzee Daniel. Nikimalizana na hawa, tuko na mama atafunga. Mzee Daniel, mama ndiye atasema hapo. Kuna kiwango moja siwezi sema. Mama ndiye atasema. Sawa sawa? Haya. Haya, wacha nianze na mdogo sana. Joshua, kuja. Nataka unakuja hapa, unamaliza, unaenda unaketi. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Asifiwe tena. Kwa majina ni Joshua wa Hukumu, mzee kijana wa Mzee Daniel ndo barikiwe. Sana Joshua, enda keti. Amwina anafuata kuja. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Kwa majina naitwa Abel Hukumu na nampenda Yesu ni Bwana na nawashukuru sana kwa maana tungekuwa peke yetu hatungeweza. Haleluya. Mungu awatie nguvu na awatendee mema na Mungu awabariki. Asante sana. Umesema unaitwa nani? Abel Mulongo. Rudia tena. Abel. Haya, Abel, kete asante. Next. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Nashukuru sana kanisa na wageni wa mama. Jipigie makofi. Kwa majina ni Abel Mbwana. Tofauti ni H. Barikiwe. Haleluya. Umesema tofauti ni H na E. Abel. Huyo mwingine? Abel. Haleluya. Haya. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa majina naitwa Hukumu Naomi, ni mtoto wa Iboma. Wote walioingia hapa
Asante kwa kuja na mbarikiwe. Asante sana, keti. Bwana Yesu asifiwe. Kwa majina naitwa George Okumu, kijana. Asante sana George, kwa shughuli. Kweli kutakatifu papa pamai ende mwezi mwichile kukolela Mungu mwefa muno nabakeziani mleme mebakali bakala mama luswahili sayakola kwa lubu nalusima nono fwefu kwabasimile lulukali kuita kukolela Mungu muno kwatise mai lakini lundo kusima wele kumuta nikuka kwela kwa bane mai Mungu muno namwe nono esemati nabalona kumu kabalia ni kama kaleta nabo ni bambibi. Asante sana wenye wamefuata Lona, muko wapi? Muko wapi? Asante sana salamiana kwa wewe. Asante sana Lona, keti. Haya. Bwana Yesu asifiwe. Asifiwe tena. Kwa majina naitwa Mary Okumu, mtoto wa Iboma. Mbarikiwe. Haya. Hello. 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 Uko salama? Eh. Wacha watulie kidogo, waendelee kusimama je, hata kuona simama tena. Wapi cousins wangu wa hapa? Msimame tu mahali mko. Tafadhali. Watoto wetu. Msaidizi mazi, msaidani, mko wapi? Msailevi, wanao mwanja. Mwefu. Kuna mwenye roho inauma anataka kusema kitu. Wawili tu, nakubalia tu wawili. Wawakilishe cousins wetu. Wacha nianze na msichana. Kanisa andalishi na familia wenzangu ambao wamepoteza mama. Nende kwa shule shamba kesi hadi Mlembe kumaliza kwa mai Josephine Malemi Nyanza ani na kesi habari haja. Sasa hata yawe na saro yo mwami ngalise nende mutira na kusoma. Mai rangi sana lijanga. Mai kafugira malamu mpaka soko bakota. None sana tibishe mai malarundi omusale alikasi to momubofu. Ngenya sindime jumerwa nyoka mripe. Alikajara misi malobe na underere bintu fulani mara na tibishe. Nonombola family ya pole mulira mwami abamanyire. Sisi nabali Jessica Juma baba. Sando mkoko. Jina tu sawa. Wali kutakatifu baba bama ina kuziani mlembe. Kibala mu. Baba boy. Yaya boy. Wera mmanyire ampanguse kama sika. Yaya bwendele nafe baba na vile kwa sababu. Baka wewe na makondi boy. Asante mbarikiwe. Asante sana mkoko. Haya. Na tumsifu Yesu Kristo. Samwe no mchajo kukoti lakini na makuru friends kuingiranga sana. Amen. Na samwe ne bana nga bali Christine Chengoli. Mwana wa Mungu muno. Mwana wa papa Kida Mwanja. Wengine furaha njera kinono. Nasi mazangu rasandi huko hapa nafasi ya hao. Imanilizi isina saata ndaka nakananga kule maji tobina mara maji tobina ya vile katiro msoliliza naona hata ndani langa chako mtonge nako la mwili. Asante sana youth. Senior cousin sema jina taka moja. Asante kwa majina naitwa Peter Sambura Krim omwana wa Lena lakini se mundu wemanyire wakusiese papa Tanie Hoch na nuwa bona kwa sana wakamale school saa 6:48 ni saa 8 akwandike kazi huyo Mchomba. Mbarikiwe sana na Josephine enda salama. Nimekosa kuku lakini najua sasa wewe huko kama nitakuja hapa nikose kuku sasa tutajua vile tutafanya. Huyu unapata huyu alimaliza form 4 saa 7 sana ameajiriwa kazi na mjomba yake. Ndio huyu anaenda kuketi, ndiye anajisifu nayo. Haya. Tumsifu Yesu Kristo. Daima na milele. Esie njama mama hadi mwezi olieli mama ya kulero bulei
mama niwinjira munzu muno shindu shikugosereza netsingokho kulya nokutsakha ameno mukhusayilekho shikhuli nende amanji ta khulira bananga Pamela Okumu nomba Mutira. Asante sana. Wenye umefanya Pamela mikono juu, salamiana kwa hewa, kwa heri, kwa heri, kwa heri. Asante sana Pam. Wacha niwajilie ndugu yangu ni aende shughuli nyingine. Bwana asifiwe. Muriena bamaska. Baba pole kufishe mhayo. Sikabo msale wasi. Nitaongea kwa Kiswahili. Kwa majina naitwa Moses Okumu. Mimi ndiye first born ya mzee pande ya Sangalo. Lakini kuishi nilikuwa naishi hapa na mwenye amelala. Kuna kitu ilikuwa inanishangaza na huyu mzee Daniel. Sijui alifaulu aje. Naweka watu pamoja, bibi wawili, watoto wanakaa pamoja. Kitu huwezi jaribu sahihi. Mimi nilijaribu kidogo tu ka message peke yake kaniletea shida. Hata sikufaulu, ni message tu peke yake. Lakini nafikiri labda wakati ule mzee wako anga na shida. Lakini na wasichana wa siku hizi, tafadhali msikuwe na shida sana. Kubali tu. Unaona mzee anakaa vizuri. Lakini mimi nashukuru mama, nimesoma hapa Kimugui kama nimeishi hapa kwa hii boma. Nimetoka hapa nikienda kutafuta kazi. Mwenye alinisaidia kupata kazi mtu wa kwanza ako hapo. Beni uko wapi? Beni na Munju. Thank you very much. So nimeshukuru watu wa Sangalo wale wamekuja. Wako wapi niwaone tu kidogo. Watu wametoka Sangalo huko. Wako. Hoja za mtifu, asante. So mimi nitaachia hapo, sitawachosha na mambo mengi, lakini nimewashukuru sana. Asante Moses. Moses amefunua siri. Hiyo siri ilikuwa nataka itolewe na mama. Na yeye anafunua tu. Mzee alikuwa na boma mbili. Boma ya kwanza ni hapa, boma ya pili ni Sangalo. Lakini mama wa Sangalo ni first born ya mama huyu. Na ndio nilikuwa nataka afunge hapo akifungua hii maneno. Lakini sasa imefichuliwa, tuko hali hiyo. Haya, huyu jamaa aseme jina yake, Lafake. Misa Andalisi nimesimamia safari ya mwisho ya mama. Wananchi wazalendo wote nasema Bwana asifiwe. Hapa wanasema niseme China na Niketi. Lakini mimi sitasema China na nisema Nelson njoo. Akasema kwa hii boma kuna wakeni wengi. Kitu yenye nataka ni kuni. Mimi nikasema sasa kuni itatoka wapi? Akasema nimeona mti mahali, twende tukaje. Mimi nikafanya hivyo. Nikaenda nikatengeneza kuni, nikaleta. Saturday morning, same. Nikakata kuni, nikaunda lunch tukakula na yeye, sapa na yeye. Tuliachana hapa ilikuwa 4:15. Mimi nikipeleka huyu ndugu yangu Chako akienda kupumzika. Kufungua mlango akaniambia, "Hii mlango usifunge, wacha mimi nifunge." Mimi nikaenda, yeye akafunga akarudi ndani. Kufika asubuhi ilikuwa masaa 10, ni usingizi kakata. Nikajaribu hakuna, nikaketi. Kufika saa 11 papangu msasi kuku silikuwa ndani, sasa sijatoka. Akasema kwa nini? Kuna nini hapa ndani? Mbona mama hajaamuka na kuku siko ndani? Sasa ilibidi akuje kwangu. But kuna watu wenye walikuwa wanapita njiani akawaita. Hao ndio waliniita kwangu, nikatoka. Nilitoka tu immediately. Kufika kwa nyumba nikapata mama yuko. Mimi kumgusa alikuwa moto. Nikamwambia baba, mama analala, wacha kumziki. Lakini kuendelea kukusa nilishangaa tu. Mimi ndiye nilikuwa tu singeweza kumuunda. Nikasema wacha niende niite Chirani, at least atanisaidia. Nikaenda Mama Mary Hisa. Nikamwambia njoo nyumbani at least umsaidie.
Akasema sawa, tukafuatana. Kufika akasema huyu hayuko, ameenda. Aliaka hiko hivyo bila kuniambia anything, bila kusema chochote. Sasa mimi nimehuzunika zaidi. Sababu gani? Kwa hii boma ukizunguka ni nyumba hiyo kwanza tukupatikana ni yangu. Before nifuke barabara niende huko kwa mandugu zake. Kwa hii boma nitaumia zaidi. Sababu gani? Niko na msichana nilipata tu juzi. Nakaa na yeye. Sasa kwa hii boma tunataka watu wanne. Kuna Father, kuna Jacob na msichana bibi yangu na mimi mwenyewe, watu wanne. Stress yenye niko nayo ni moja, ni Jacob. Shughuli yenye Jacob anafanya mtu tu wa kawaida hawezi. Mama ndiye alikuwa ananisaidia. Sasa saa hii hayuko. Hii shughuli ya Jacob nani atafanya? Hiyo jiulize. Kutoka hapo mtapata majibu. Kwa majina ni Nelson. Mimi ndiye wanacheza namba 11 kutoka nyuma. Na mbarikiwe. Halo. Namba 11 ameketi. Kwenye yenyewe utaumia. Kwa sababu ulikuwa umesema kujificha kwa babu ya mama, sasa kuumia ipo. Be ready. But bila anasema kuna mahali nauka yeye mkono. Huyu halo. Ndugu amekaa kwa wheelchair hakuzaliwa hivyo. Labda naweza confirm kidogo. Mama alishuka kidogo, that was 2001. Wakati kijana wake alitoka Naivasha mahali alienda kazi, badala ya kurudi akitembea, alirudi kama ni mgonjwa, ako hospitali. Aligonjeka miaka mingi, lakini alipona, but ako na kitu zake timamu, anafanya shughuli zake, na of course watu mpaka tusaidiane. Hata wewe mwenye niko straight na mnaisi mpaka nishikiliwe, tunasema watu wanasema wametusaidia. Peke yako huwezi, ni kweli. Special case yake tutadili nayo kama family. Nelson, don't worry. Tutaongea hapo tukifika hapo. Sawa sawa. Next. Jina kwa ufupi. Bwana Yesu asifiwe. Kwa majina ni Dorino Okumu. Nimeokoka Yesu Kristo mwokozi wa maisha yangu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Sio jina peke yake. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mama alinipangia ugeni mwezi wa 11. Mneno wake wakuja walale hapa. Lakini Saturday saa 3 ya usiku mama akawa ananipigia simu kuniulizia eti mneno walikuwa nataka kuninunulia nini zawadi. Nikamjibu walikuwa nataka kushonea nguo, lakini wewe ulikataa nguo, ukasema unataka material. Na nikamwambia watanunua material na wataweka pesa kwa bahasha na vitu kadhalika. Sasa hivyo siku ya Saturday akaniambia ni maswali mawili. Sasa hiyo ilikuwa swali ya kwanza. Swali ya pili akaniambia eti mimi nitakuuliza swali ya pili. Bwana Yesu asifiwe. Nikamwambia mama, wewe niulize tu saa hii, sababu ilikuwa saa 3 ya usiku. Nikajaribu kumwambia mama, lakini mama akaniuliza eti kijana yangu ako karibu atasikia hiyo swali. Bwana Yesu asifiwe. Mimi nikamwambia mama, sasa nimetoka nje, wewe niulize swali. Bwana Yesu asifiwe. Ati hapana, ni saa 3. Wewe ndakuuliza kesho swali. Bwana Yesu asifiwe. Nika-insist nikamuuliza mama, tafadhali wewe niulize hiyo swali, nimetoka karibu na kijana yako, nimetoka nje, kwa hivyo uliza swali. Bwana Yesu asifiwe. Lakini mama hakuweza kuniuliza swali. Swali nilipata ya kwamba siku ya Sunday wananipigia simu wananiambia mama yako amekufa. Bwana Yesu asifiwe. Mimi nimepoteza mama yangu mpendwa. Mimi ndio nilikuwa nakawewa vitu zenye wakubwa walikuwa naleta
Kwa hivyo nimepoteza wapendwa. Kabisa. Kuna mwenye amechipuka. Bwana Yesu asifiwe. Asifiwe. Mimi wapendwa, kitu nitaomba tu ni maombi tu, halafu nitaomba mandugu zangu tafadhali. Si eti mama ameenda akikuwa last born ni mtu, ni kitu mbaya sana, sababu my last born ni grade 5, imagine. Lakini kuna chipukizi amechipuka, mama mzazi, baba, asante. Haleluya. Asante sana Dore. Wenye wametoka kwa Dore msalamie ya mwisho. Asante sana. Hello. Kubukuzubuza. Okuno kwana kubukuzubuza esalo Swahili seta. Amen. Ene haibe walile watanieli. Esenende my brother, you know. Efoni fa ashaba mungu muno. Kubira mzalo ke buloba lwachi ba pastor bare barendi. Lakini sinenda kuno. Efoni fa ashaba barubuka chironi fa kutiranga. Amen. Zere point tayari. Ne haendelea ta nenya kusima special groups VIP na kuongozwa na Moses Watski na nenya kusima Mr. Seth and Noel Makena pamoja na sitting MCA kuba pamoja na nafwe nundine haro mahedi nditanenya kusima ba meme okuimane nase mwandolela mambo mmemeu abelena nikola koliko sawa nga wasali pop esane ko pamoja ni kisamulu sana na ko byamba ngule sima bakwangwa kwa maso isamba. Karibu sana omunene Mungu mhana wenywali omusoleli wa furaha kenda kecha Kenya kolomali kisa chinditi lakini nione nya koloma sadira bali malilisi on Saturday omusele kalomali mwana wase hoja wenyo kamwezi akafu mara muhacha mwabonata nono kana isavasyo mchemo muhezi esanamu wale nditawe kola chachuma kumwezi kuja kwa 11 ni sio kwa kanaiza kanda za heli ndi aliko babe wana bo mwanje nenda bana barusike kuba kama nalo wanana naulire nakutaza kwa bipo akuli bibindi bi point fulani ya be secret ya sene naye Jumapili muzali lako Yohana ino Yesi amanya ko kubulira omuntu kusimu akubabzali mao kafwire akaba ndine pressure na mwetawe nono mimi ino Yesi mumusali lako ko kamanya kupesi amas ahoko kezesi keta ku system senda baluya le kama kalita mbakamero karibu sana kulila semufuma sana Tangazo kuna mgeni mmoja amepoteza simu smartphone. Tafadhali uko wapi ino mkono hapo? Huyo. Tafadhali kama umeokota simu smartphone mpe. Mungu atakubariki sana na wewe utaenda mbinguni direct. Hiyo ni sawa? Haya. Bwana Yesu asifiwe. Bwana masika mulembe. Ndio kanisa liyefulia Church of God. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Sisi bali John kupanga nanga namba. Bwana asifiwe. Amen. Mbelenge noma sekamba sinakasa bali John hukumu dina banana nganano upange na bangenei. Sisi shida se eliyehusi mama hii maika si marukali nono ne chitao maika si ma potela bantu nono ngeze simu ya njora house alimao kafuile ngumu yeka haru sina panga sen wewe hali mawa afuile kubera bosi menebo maika hora angana Bwana asifiwe. Kwa Kristo hawatinishi, lakini hiyo ndio njia, kila mtu atapita kwa hiyo njia. Kitu ya maana ni kutuombea kwa hii boma. Tuko na mzee na tuko na mama Margaret ako hapa, tuko na yeye. Sasa tuko sawa. Bwana asifiwe.
Kwa hivyo nataka tena kushukuru watu wote wenye wako mahali hapa kwa mchango yao, Kenya Revenue Authority, watu wa Nairobi, watu wa Western, everybody mwenye ako mahali hapa. Mimi nataka kumshukuru kwa ajili mmekuja kwa ajili ya mama. Mimi nataka kusema asante kwa hiyo nafasi. Tena nishukuru vatejo vambo mwana wawe, lakini ndosha mwana saho ndimsa chote. Bwana asifiwe. Vatejo nenya hoba sima asiwo msahuru Kingston Wanyama ama Wanyonyi vambo mwana wawe mara komenya saho hulayi hubera mai kamwakanira mara kakuba. So kwa hivyo Kristo sitawachosha na mengi, kila mmoja na wabariki na wapenda. Mungu wa amani awabariki tukisonga mbele. God bless you so much. Asante sana. Keti. Hallelujah. Amen. Next. Kanisa andalisi Church of God in East Africa, Kenya, chini ya uongozi wa German wa Cluster, kasisi mkuu wa area ya Sangaro na makasisi wote, lay leaders na wakeni ambao wamekuja siku ya leo. Bwana Yesu apewe sifa. Bwana Yesu apewe sifa. Asante. Kwa hivyo mimi sitakuwa na mambo mengi kwa sababu mimi ni namba 7, namba ya Mungu, namba ya utulivu ya kuleta amani. Kwa hivyo naomba kwamba mkaweze kutuombea katika boma hili ili kazi ya Mungu iendelee. Mama tunampenda na kweli mama ananipenda. Kwa hivyo mimi ni mchungaji wa Church of God in Nakuru area, na kuna mama kanisa alifuata mchungaji wake ako mahali hapa. Najua kanisa takatifu watampa nafasi. Mungu akaweze kuwabariki. Asante sana. Next. Bwana sifiwe. Asifiwe. Basi haleluya. Amen. Sasa ni kimila mbeke mai tosokuna. Haleluya. Haleluya. Kanisa ya fenda katika Church of God fake ni bama hivyo sikuwa jumla na mke kimila mbeke Kristo. Nyenye kama kalitenda nje nende kama sina delay leader mama mchungaji Esther Wangila, nikihudumu katika kanisa la Sirisia Church of God. Mala humirawe na mainyo hwekesia lihuwa kwacho wa mwihuwa mala humalika kakila nango nenju yange mala nema huwa mwiracho mwami Yesu hapo ninachifunia hapo. Ya kabili si mama yofe sikila abetanga maiwa kumulembe ku bantu bose. Nenichilengo wefwe neno ngengona saa 12 alisamketi hurezia babe. Nona abetanga maiwa kumulembe. Imalizi maiwa form safi kasi mabu safi mala kanje kisianga hosini. Sikila no wita muju mwewe solinyola home ngunda ta. Mala narebe ne omai opangusi anga muju saa ngapi. Oluja home bedroom mwewe mwili so neat. Bwana asifiwe. Halo? Bwana asifiwe sana. Sasa sitaki niendelee mengi, lakini kumanya kuli mayofu kasi mafwesi sikila sakamulanga ho mundu yesi kama nyalifa lyeweta. Nenzere mbola nandiko usamwene manyire ndise kasi masite Tony Arbono Olomi hakukupenda wewe. Juu mimi aliniita mamaki. Esese kananga makanguli kama wewe omusala. Kumasi naniko kanguli kamboko Esther na Wile Andonina Siambe honje mama uwe. Halo? Halo. Bwana sifiwe. Limalizi bana bo mwami. Keno molo mesamwene nyobano ndile ko bolo bile bali tipasi chibi. Nyobamanya balina nabasimire lukali. Mwami Yesu afu. Bawele bange. Yani so omwana owe lakini nabela mo kolombo bawe. Wa merukanda maondeli koni ka krongo kimabole Jessica Gisirisia. Inua tu mikono. Halo? Angalia hapo nyuma, si wananipenda? Si niko chonjo? Si wananilinda? Najua mahali ambapo mzee wangu pia hako watapeleka huko waseme kweli ananilinda poa. Bwana asifiwe. Mamangu mlezi pia kwa hapo nasema tu asante. Nakuja katika kikundi kingine ni AgriLift Kenya. Sijui mahali ambapo wamekalia wakulima. Ndio huko
Haleluya. Nampenda sana. Kikundi kingine ambacho sitaki kusahau sana. Tena na tena. Baba alimu bange bekala hao na kolo malumu kusu Kaswahili no. Hello? Nenda Kasungu. Hello? My head teacher ako mahali pale na deputy wangu na walimu wengine wameshakuja hapa na bado ndio wako nani. Ndio, kwa hewa. Kwa mwisho, mimi ni mchungaji na kanisa langu la Sirisia wako mahali hapa, my vice overseer Wanavlori area, my secretary Wanavlori area, wachungaji wenye wametoka Sirisia huko. Salamia na Wakristo wangu. Amen. Hello? Jisikie huru na Mungu ako nasi. Na tunajua baba Mungu vile ametoa mama pia atatoa njia ya kupitia. Mom, rest in peace. Thank you. Amen. Asante sana. Ama huko na tena ingine. Haya, next kuja. Huyu hana mambo mengi, hata ni 30 seconds. Pole, nimeruka, nimetimoti yeye na zacha pole. Hapana, Amen. Kuna life episode sasa, si utaongea mambo mengi, lakini mina kwa msamaha kama tumekukosea. Nawe kama umetukosea tubengoja ulinde, tuko tayari kukusama. Asante. Asante sana Jacob, take your position. Haya. Na haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Madhabahu matakatifu waombolezaji wote, Bwana Yesu asifiwe. Mimi naitwa Christine, nimeoleka kule Bunyala. Na nilikuwa nimempenda mamangu sana na Mungu naye akampenda zaidi. Na esendo sisi sana sikila esendo zako Bunyala ni mama wangu no. Bano wala sambo mama kaba sima lakini nange kasi mahofira sana. Upango Bunyala Mungu mnamana ba ukabati Bunyala hoka angola. Mana nikosi anga ni mama wange to make the matter to us is that mimi ni mjane, ameniachia tena title nyingine, ameniwekea mimi ni orphan. Nimehusinika sana na tena zaidi. Kwa hivyo naomba tu kanisa mkaniombee zaidi sana. But I hope that mama mtatulinda vizuri sana. Hakika esengo basi asandi bamula moya sebe chile bale barerano kuka kukubovu sana. Bakini nakenda ne hajaba Mungu alundine kwa yanga. Soma mieza afuma. Amen. Akibula mwenye muri. Semuloko nimeleta kiisini sana. Najua wametoka, wanatoka mbali wameenda, lakini bareze kuhafukubo kusua nilipokea. Mimi nikupokea. Asante sana, asante. Mungu osianga. Amen. Hakika mai waba wasima sana. Wantekesia ese somuboneza ni mwana po sise kwana mai. Msembe chakana kama huata. Sisi nasimasa chinja kwanga mai. Mseno mama kama kalita nene kosia kwa kidogo kika mai. Josephine. Mai wasima niweleka kusimile lukali. Kenda bulai royo yole niye Yesu kakupikira. Ubarikiwe sana mama. Nitakumisi. Asante sana Christine, enda pole pole wale hapo. Haya, tunakaribia kumaliza ama namna gani? Ndio hiyo tunamalizia. Basi. Haleluya. Haleluya. Bwana asifiwe. Amen. Nimecheka sababu yeye ananipata mimi. Sasa ameniangalia kama wapi. Bwana asifiwe. Umlembe kuno Nyasaye njoo chua. Kanukeza mengi. Mamangu alikuwa akisema hivyo. Sasa tusalamiane wani. Haleluya. Mimi sina mengi. Nasema tu uzuri wa mama Mungu ndiye anayejua. Tena ubaya wa mama Mungu ndiye aujuae. Sasa kwa hivyo yote ni ya Mungu. Bwana asifiwe sana. Haleluya.
Esa bana akabali Mary Mutira. Unajua kwa Daniel tuko na Mary wawili. Huyo ni Maria, lakini alisema Mary. Huyo ni Maria na mimi ni Mary. Bwana asifiwe sana. Amen. Wageni wa Esther ndio wangu. Sababu sisi zote tunatoka upande mmoja. Sasa tuwepo tu kwa sababu ya mazaa tumewaona, tumewakaribisha. Bwana asifiwe sana. Tumewakaribisha wageni wote. Asante sana kwa yale yenye mmetufanyia, tena wenye wamekuja umanye na katichuke. Takoyo kunywera. Nona mlio kuita kwikala na pako. Baba sikaba usimwembe. Embe. Manye na unoda. Haleluya. Haleluya. Bwana asifiwe sana. Haleluya. Umanye mai takuibula. Mala mungi muno. Kulimo baberwaji, balimo babo balimu, balimo bainjilisti, balimo kane banani batakitatu balimo. Bwana asifiwe sana. Na mama yangu nimemtambua kama ni muinjilisti. Sababu maibu injilisti buno papa kachumanga. Mala bene Mungu muno kwa menyamone bala luba fuatalengi bafwana barie. Babanga keja babise no silo zimufu alekuka aliga jakukazi na alekela mai kumuzi kosirudi kupa bisie. Bwana asifiwe sana. Nona bene mai salu muinjilisti. Sasa wewe ni muinjilisti. Bwana asifiwe sana. Haleluya. Haleluya. Salamu za mwisho za mama. Kwa hivyo kwanza namjabu. Haya. Hallelujah. Rest in peace, mama. Lakini nono ya kabacho niendese abalume be mai kabasima bo. Baba yabo. Mai kakusima safwe sinende bajirani. Ika beno kuita sarundi kwezi buli muntu ngageja akabukati. Nono sasa bamara mwamulio chipange mai uramira. Chipange mai bajirani. Mai kakunosia rutetelwa jingo ko balebe no kuichire mukakwe kuwata muhuoko. Baba kalako. Nyasaye abariki. Asante sana. Haya ndio huyo sasa. Wali mtakatifu. Kanisa hiyo wali. Mamai. Papa. Bayaya. Na mkaita kile ke papa we. Bwana asifiwe. Leta kwa kumrenda kwa mai. Maya vere kasima kumulenganye ke mile akaita sana. Bwana kanira sana hinna. Bwana asifiwe. Twabone nyuma ikasima luka sikira bamulekala mukiwanja. Yani babana wao bambere ngorwa. Nanje kubali. Bwana asifiwe. Amen. Sisi mekanisa mwemire musibanga. Mwakusabire. Mwakolekanya likane. Amadi were wejikabi amwerise jikabi kwa haraka papa were na karere ko kumukono ya kunyalata koloma kuja asandi kanisa asandi bacheswa asandi bulisya mulalole kelele kyosi malake jano kubera mai Josephine no masanja asandi maise kasomya kozali kwalira kila kakandi kano bakaloma emuti mwo walo bakulima walo bakwepanga sola lyata lakini lipo kunijese ngumuka somayi wange nakone ngona neno mandi mayi kanje kesya lihuwa sanya papa wele lyonge yakaba bali kuminile lye yakaba konero okwaniro lye akubolala Nyasaye yengene alisaya Nyasaye anamala. Bwana asifiwe. Amen. Yakira narumandi keno malume salubu kusula mayi. Maloma yesi alomali mayi. Oloma lome. Bwana asifiwe. Amen. Esenga bakisya bakristo bange nibekanisa iyandera yakusya mara yamba kamukanisa ya cheche la wokovu. Bwana asifiwe. Wacha tuwashangilie bane. Hata niye wali muhimu kwa sababu ba papa. Ase wa mwiro wange captain. Viongozi wange niwo kola nabo mostala. Papa mwiro kumanya wale mama Kristo nabo sinebemma. Ngoma. Ben. Piga. Ona ngina. Mupigie kidogo hapo. Pigie kidogo. Hapo. Pigia kidogo. Ndio hiyo akiprepare, ndio hiyo inakuja.
Endelea. Ndio hiyo. Wakiprepare, endelea. Asante. Asante bana ba kapteni asante. Asante very much. Mumu wa Kenya pasi na maji asante. Bwana asifiwe. Nasi mumu sahuruwasi. Kabukura kimisiko kyange kyozi mara. Kaketyo. Maraka kode kanyali khana. Mwana wa mayi ulamisa mayi. Niyo oluluma. Papa wela khumanyile. Musima ndokubera sikana ngangalisi nata. Malamu ko siana no mandi mwana wa mayi polo oluma. Kono mayi onye gachi. Abero hakanga oliwicho umubona olimala nabeje nabona mayi. Nekakabakari. Barefu bane mwasima no mandi asante. Sima bacheso fosi. Bacheso baskenga. Peche kulo. Bana ba papa no masanje asante. Kwelewe chihabi amwese kamani. Esa ni sewu ichile nende chipasi ishiri. Haya, just. Bwana asifiwe. Kabisa. Bana ba mwami. Aba badehele senende wandaye senende tuwabone. Yes. Kumupira kuno manya abakupa nayi. Omwana we afumi. Afume. Sibone likekolekane mungo muno. Basi magabo simu. Alilili lyabwene namweta. Neno mandita. Esunata. Ta. Ganeno mandiye habuja. Eba okurego. Omwana we afumi. Nona yaya tilira wena. Maro bana bano kubalele. Omwana we afumi. Esasi masabandu akedi bamaisa boss bakulisa boss. Polisi amalala oswalira abuntu ano. Sano masandi asante. Sima barwale ndipo mayabera utumianga. Babera abuntu anana bakuyete kasi bajakamechi bakwasakira chiu. Mama Josephine Nabututu Okumu was born in 1945 to let Nyongesa Kabala and let Antonina Nabwire at Mayuke Village, Lukume Sub-County, Lurambi Constituency, Kakamega County. She was born in a home founded on Christian values, family unity, and strong cultural roots. Her upbringing shaped her into a graceful, hardworking, and deeply respectful woman. Marriage. On August 18, 1962, Josephine was joined in marriage to Mr. Daniel Okumu Mwanja, in a union that was blessed and supported by both families. The dowry of 8 cows was paid, signifying the high regard in which she was held. Their union blossomed, and by October 1963, they were already nurturing their young family. In total, Mama Josephine and Mr. Daniel were blessed with 11 children, 6 boys and 5 girls, all of them married and with own families, namely Jessica Lusike, Mary Mutila, Joseph Wafula, Christine Nasimiu, Jacob Sifuna, Esther Nabwire, Benson Nyongesa, John Mwanja, Leonard Mukongo, Doreen Okumu, and Nelson Milikawa. This for her formed a strong, loving, and united household. She was also a foster mother to Pamela Okumu, Moses Mwanja, Anna Nafuna, and many others. The late has left behind 47 grandchildren and 22 great-grandchildren, making a total family of 80 family members. Religion. In her early youthful days, she underwent Catholic teachings and got baptized at Esikokochole Church. She was a woman of deep faith and a dedicated Christian, beginning as a devout Roman Catholic, while her husband worshipped with the Friends Church during those days. In 1964, after the birth of their first child, the couple solemnized their union with a church wedding at Friends Church Kimugui, receiving their official marriage certificate. In 1967, both Mama Josephine and her husband joined the Worldwide Church of God, now known as the East Africa Church of Kenya.
Her commitment to faith remained steadfast throughout her life. Mama Josephine was not only a nurturing mother and a devoted wife, but also an exceptional farmer and livestock keeper. Together with her husband, they embraced farming and animal husbandry, laying a strong economic foundation for their family. In 1974, with Mr. Daniel working at Mawingo bus in town, they mutually agreed that he could take a second wife, Margaret Nabangala Okumu, to assist with responsibilities in town. Mama Josephine, preferring the peace and purpose of rural life, remained at home to take care of the children, livestock and farm. The two families lived harmoniously, united in love and mutual respect. Health. Mama Josephine was born healthy and sound, blessed with strength and resilience for many years. Mama Josephine began experiencing health issues in the early 2000s, where she was diagnosed with thyroidism and hypertension, which was well managed medically. In her late years, from 2023, she began experiencing emesis and hyperacidity, which was well managed too. Despite her health struggles, Mama Josephine remained cheerful and strong in spirit. Just 4 days before her passing, she declared to her husband that the treatment had worked, and they shared joyful moments, including a warm evening meal on October 4th. That night, she served her husband dinner and retired to her room full of joy and peace. On the morning of October 5th, 2025, at around 5:40 a.m., Mama Josephine was found unresponsive in her room. Despite her husband's calls and effort to wake her, she had quietly and peacefully rested in the Lord during the night. Her passing has left a deep void in the hearts of her husband, children, and godchildren, and all who knew her. She will be remembered for her faith, kindness, strength, dedication to family, and unwavering love. Bwana asifiwe. Dr. Bishop, Bwana asifiwe. Chairman of Bishop Nanga, Father Bishop. Overseer. Papa, Omeyi. Regulars. Abantu kutika mama mishika ni majukuju. Sine kalomalo matandu kote kanduku. Bulinde kaso ni bamani kwa ma pataka. Asa mena aliwe ni bona wo chana aliyo. Uyu yo kaduku jane ta abageti hotel kwa bafala ba mayu. Nasame
wakaja sasa karibu ndugu nilitika kubali muna kasibile kwamba nala okusabile bana bomwami dikira walende kama teka kabi okwisiba kwisibiwa kangola kwisumu kiwe niwe kawa tanto kwichayo ndio wali muku ndio mukusabile bana bomwami ndio twahuliro ndio kuwe kuma kabisa mwami afume tokoni kama kwa kama kalita ni kalali pelo liye kelama wamwe kama Urababa liwaye na peko salumi sibahe peko lumbu mshelo yota hata na raki na nyike peko nyokaro lembe sali pese ni mwa kama kalita kaliwa aya ni pale mene bana baba tunafanya hizo vitu. Asante. Lwimbo. Asante. Bani nasimo matinyukosi hata ologo tufumulanga olea muhanyi umbozereshe olwane hongo hamugenye minasi amatoho fena matutu sana baba mwana maibalisani nende mama be kwa be kalmuri bana asa bakoka ba ko ba bi ko khisa ba tabe je khano ka bana ko kitoko mtani ba yana baba ni bakile sawa ndiko ni ko ni ikalitawe umama yafu ni ko ni yondi nalyo namaloma ndinti evangeli yani namaloma likuwa lino linyala kuba litira ulimwengu mzima umwami hapo neno linasema neno ambayo linakamata ulimwengu mzima kwa evangeli lisema Mungu alisema ati kama Mungu atakapo kabla hata kuja anapokuja karibu anasonga karibu hadi kama muko kwa kitanda wawili atachukua mmoja na mwingine apake. Hiyo neno si mnasomanga? Siko namna hiyo. Hiyo neno ndio ninawaachia ulimwengu mzima kwa ajili maneno kumbe sasa
imeanzia kwa mimi, kwa maana tulikuwa kwa nyumba wawili na mama Josephine, lakini Mungu naye alimpenda akamchukua usiku bila kubabaika ama nini, bila mimi kujua, kwenda kumwangalia pale amelala. Mungu amemuita samani bila mimi hata nikaona nikasema Mungu ameiva huyo mtumishi wake, kama ningejua tungefurutana naye. Kama ameafu hiyo tu neno ndio ninawaachia ulimwengu, na maneno yote nafikiri imeandikwa kwa historia, siwezi kuzungumza maneno mingi sana. Hiyo neno ndio nilikuwa ninayo nizungumze namna hiyo. Asante, siwezi kusema maneno mengine. Asante. Wenye kutujua wanatujua kwa kazi zetu, na wanaotutafuta wanajivunia kazi nzuri zenye ujasiri unapotazama na marafiki. Sisi ni Success Hub Media. Jiunge nasi kwa kazi nzuri zenye ujasiri unapotazama. Subscribe kisha upige simu 07 28 052 074 Bungoma Town.